Yanga sio jezi tu, kwenye timu yao pia kuna jasusi wetu. Tumeelewa, mpo kila sehemu. Kwa bwana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili, katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu acha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi, hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa, kaka unaangalia picha za mademu kwenye mkutano mkuu. Msamehe. Huyo katua kapiga mlio haya.
Kafanyaje? Piga mbio. Msamehe vijana. Kwa hiyo wewe upo. Ngajua yuko polisi la huyo. Kwenda. Hapo na kitu umekisahau tujaomba. Kaenda kufanya nini polisi? Maana hata unatangaza mechi hapa, tulikuwa na wasiwasi utakuwepo. Nani? Hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Sasa tukafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu afu unatoka. Sawa. Ayathi. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe Mchome mshamfukuza kweli? Jioni akaja kwenye mechi. Agi ndio yupo ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo yupo hapa? Hayupo, naye yupo Central. Katoka juzi. Ameenda kufuatilia machimbo yake ya madini. Jibi hayupo hapo. Yupo hapa? Unataka kumuona? Yuko wapi? Au mshachukuliwa nje hapo? Yupo. Yeye achacha ukotwa nje. Hapana. Jibi anaimarisha ulinzi. Jibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hiyo muhimu sana ulisisitiza. Usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Tukawapasua pia. Na bado tukawafunga. Kutupasua ndio mwezi. Kutupasua sawa. Anje napataga mkungu. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Tunawataka kweli kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi, tunataka kamdomo, tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, unaguna imeingia na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watatudhalilisha. Asiwe Serena mtu ule mikate. Serena. Godi onyesha mikate juu kwanza kidogo. Toa mikate juu, mpe mikate yake huyo. Mpe aonyeshe kidogo. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndio maana Mbagala wataka kupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wa Azam. Na wale ni chamazi kaka. Sio Mbagala. Lakini hapo Azam imeingia. Si ushukuru tunakutaja kaka. Tukikusahau naye atakukumbuka. Mimi nataja katika mazingira ya kutaja kuna Azam TV. Sasa utajulikana vipi? Ndugu zangu, wewe unakuwa maarufu. Jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyo apewe ngogo ya kakae kule. Wewe una jezi ya ngogo hapa. Tulia bwana. Tulia bwana. Mimi ndio usalama hapa. Hebu tulia. Tunawasaidia hawataki. Mwanezi usio na wasiwasi kaka. Kazi. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu kwenye kiwanda cha juisi. Na mwili wake huyu sio juisi. Unga.
unga au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wanaopambania Azamu wanataka kazi, ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani kama mlizoea uzungu unyonge kwenye Azamu. Azamu ina miaka 9 na tunamtambia, wewe subiri zamu yako. Nakwambia wewe ushaenda kwenye ndoa, wewe umeshaanza kwenye ndoa, na kama mke ataumwa unifunga naacha kabisa, hata malali unifunge hapa ndani. Hatujawahi kukufunga sisi. Thubutu. Hatujawahi. Mfunge.